Secretariat, na wakati huo nikiwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha. Nikasevu mpaka 2019. Baada ya uchaguzi nikamaliza kipindi changu cha kuwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema. Nikateuliwa tena kuwa katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya chama. Nikasevu kwa kipindi cha miaka mingine 5 mpaka 2025. Baada ya uchaguzi nikateuliwa wa katibu wa Secretariat ya kamati kuu. Sasa wakati huo nikitekeleza majukumu ya katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema, pia nilikuwa natekeleza majukumu ya mkuu wa mafunzo ndani ya chama, sambamba na mkuu wa tathmini na ufuatiliaji ndani ya chama. Kwa hiyo pamoja na kuwa katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya chama, nilikuwa pia na nafasi nyingine ambazo nilikuwa nazifanyia kazi. Sasa kwa nini nimekuja leo hapa kuzungumza? Nimekuja kutokana na yaliyojitokeza jana mitandaoni na baadhi yenu mkayaripoti kwa namna moja au nyingine, na nikawa napokea simu nyingi sana, simu nyingi kutoka kwa nyinyi waandishi wa habari, lakini simu nyingi vile vile kutoka kwa wanachama, wapenzi, maeneo mbalimbali, kutaka kujua hasa ni nini ambacho kimetokea. Kwa hivyo nikadhani ni vema nikajitokeza hadharani na nikasema jambo kuhusu sakata hilo ambalo limejitokeza jana, na likaripoti habari vikazungumza kuhusu jambo hilo la mimi kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Sasa kwanza niseme ni kweli kwamba nimeondolewa kwenye nafasi ya katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema, na niwape comfort watu wengi ambao wanaamini kwamba Julius Mwita ameumia sana kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema, kwamba sijaumia kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa Secretariat ya Chadema. Lakini kwa nini nimekuja kuzungumza hapa? Moja ni kutoa ufafanuzi au kukiri hadharani hilo, lakini mbili kueleza yale ambayo yanasemwa kwamba ni sababu ya Julius Mwita kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Ukisoma taarifa ya chombo kimoja cha habari kimenukuu message zinazoonekana kusambaa mitandaoni, na kwamba kuna kundi linaitwa G55 liliundwa linapinga msimamo wa chama kuhusu no reform no election, na kwamba huu kupinga msimamo wa chama ni usaliti, ni uhaini, hao watu wanatakiwa wafukuzwe wanachama na mambo mengi kama haya. Kwa hiyo nikasema ni muhimu haya mambo yakawekwa sawa. Kwanza niseme mimi sijaondolewa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya hizo message. Mimi nimeondolewa kwa sababu ya chuki, ubinafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa Chadema. Kwa kipindi cha miezi miwili naweza nikasema ambacho nimetumika mwaka huu kama katibu wa Secretariat tangu tarehe 21 imepita Januari, mimi binafsi nilikuwa kama yatima. Yaani unaishi kama yatima, unaishi na watu ambao unaona, moja, hawakuamini; mbili, wanakutriti kama mtoto wa kambo, mtu ambaye hufai kuwepo sehemu fulani, upo kwa sababu ya labda umependelewa, au kuna mtu anakubeba, huna uwezo. Kwa hiyo kulikuwa na treatment ambayo haikuwa sawa sawa. Na niwakumbushe nyinyi waandishi wa habari, na mnakumbuka na wanachadema wanakumbuka, kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichokaa tarehe 10 na 11 Machi, makao makuu ya chama, mimi nilikuwepo kwenye kikao cha tarehe 10 Machi. Zilipotoka picha za Mwita yuko kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema, Mwita alitukanwa nchi nzima. Huyu mtu anafanya nini kwenye kamati kuu? Huyu ni msaliti. Nikajiuliza maswali mengi sana. Hivi
hivi kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Wakazungumza mengi sana Twitter, Clubhouse, kwenye magrupu ya WhatsApp. Wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kusema. Yako mengi yanazungumzwa ambayo hayana ushahidi. Mojawapo ni kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, chaguzi ambazo zimewaweka wengine madarakani leo, lakini zinasemwa kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, na hakuna hata mtu mmoja anayeweza kutoka akasema kwamba hizi chaguzi zilizoharibiwa ni zipi. Na for your information, yuko mtu mwingine atafukuzwa hivi karibuni kwa sababu ya chuki tu hizi. Yuko mtu mwingine atafukuzwa, sitaki kumtaja leo, lakini yuko. Habari hii wiki haiishi, utasikia naye amefukuzwa. Labda baada ya mimi kusema leo wanaweza wakamspare kidogo ili kuona kwamba kumuonesha kwamba Mwita alisema uongo, lakini hamalizi hii wiki wanamfukuza mtu mwingine ambaye anaonekana kama ni tatizo. Na hata sasa hivi tunavyozungumza wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe wanashughulikiwa sawa sawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp. Wanatukanwa, wanasema vibaya, na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Haina, hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi sasa amegeuka kuwa mbaya. Eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi eti amegeuka msaliti. Meona juzi amepigwa binti anaitwa Siglada. Chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko tunachunguza. Anapigwa mwanamke na mwanaume anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufuata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa. Lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga ameenguliwa kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote waliomuunga mkono Mbowe kwenye chama hiki. Lakini tunajiuliza, hivi wanachadema wenzetu wanatuchukia sisi tuliomuunga mkono Mbowe kuliko wanavyochukia matendo mabaya ya CCM? Unaweza kuwachukia wenzako ulioishi nao miaka 10, 15 kuliko unavyoweza kuchukia ubaya unaofanywa na serikali ya CCM? Unarudi tu pale pale kwamba hawa watu wana chuki, wana vinyongo, wana hasira, wana visasi. Wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa. Hawa hawafai, wafukuzwe. Ni kwa wakati kabla sijaja hapa nasoma wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema. Jina la kwanza pale Freeman Mbowe. Anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023. Anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema. Unajiuliza hii chuki imetoka wapi? Ile familyhood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo, tunakaa kama family, imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo kwamba mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no reform no election, ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa. Nimeondolewa kwa sababu ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe. Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho. Sasa yako mambo nitayasema hapa yatakayoonesha kwamba hii ni chuki tu wala hamna kitu kingine. Kwa hilo ikabidi niliseme hivyo. Lakini jambo la pili, mimi msimamo wangu kuhusu no reform no election, binafsi msimamo wangu no reform no election ni kwamba sote tunajua na nitashangaa mtu anaweza kusema Mwita anapinga no reform. Mimi nimegombea ubunge Msoma mjini mwaka 2020 na kuwa kwangu katibu wa secretariat ya kamati kuu, mkuu wa mafunzo, mkuu wa tathmini na ufuatiliaji, hakuwezi kuondoa ugombea wangu wa ubunge mwaka 2020 jimbo la Msoma mjini. Niligombea na mimi nilishinda ubunge Msoma mjini, ila nilinyang'anywa ubunge wangu na jeshi la wananchi.
Na nilisema siku ile ya uchaguzi tarehe 28 mwezi wa 10 2020 kwamba jeshi linaingiza matokeo kwenye vituo vya uchaguzi, jeshi linapiga wananchi, jeshi linapora uchaguzi. Jeshi la wananchi, sio tume, sio jeshi la wananchi. Kwa hiyo mimi kutaka reform ni kitu paramount. Lakini ukiniambia no election, swali ambalo tumeliuliza kwa wale ambao mmeweza kusoma hizo zinazoitwa screenshot, maswali yangu yalikuwa ni haya: tunazuiaje uchaguzi? Kama mtu anaweza akanijibu kwamba tunazuiaje uchaguzi usifanyike, sote tumeona CCM inajiandaa na uchaguzi, mpaka imeshateua na mgombea urais, imeteua mgombea mwenza, inaendelea kuandaa ilani, inaendelea kuandaa wagombea wa ubunge, inaendelea kuandaa wagombea wa udiwani, inaendelea na michakato yote ya kiuchaguzi. Tume ya uchaguzi inaendelea na michakato ya kiuchaguzi. Imeshamaliza kuandikisha wapiga kura nchi nzima. Imeandikisha wapiga kura Dar es Salaam. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tulipaswa kuzuia kitu cha kwanza ni kuandikishwa wapiga kura. Tulitakiwa tu test water kwa kuzuia uandikishwaji wa wapiga kura Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa sawa na sheria inavyotaka. Sheria inataka wapiga kura waandikishwe angalau mara 2 kwa miaka 5. Serikali haijaandikisha, tume haijaandikisha wapiga kura angalau mara 2 kwa miaka 5. Sasa unashindwa kuzuia kitu cha kuandikisha tu wapiga kura kwa sababu ni kinyume cha sheria. Alafu unasema no election. How no election mzee? Tueleze unazuiaje uchaguzi? Hakuna anayesema tunazuiaje uchaguzi, tunaambiwa tu no reform no election. Sisi kwenye hilo kundi la G55 tulichokuwa tunasema no reform is paramount. Hakuna mtu anayekataa kuhusu no reform. Hakuna mtu anayesema no reform haitakiwi. Sisi tumesema tuna sababu milioni za kutaka no reform kwenye nchi, kutaka reforms kwenye nchi hii. Kwa hiyo hoja ya no reform ni hoja paramount. Mtu yeyote mwenye akili timamu atasema hakuna reforms zilizofanyika kwenye mifumo ya kiuchaguzi ya nchi hii. Kwa hiyo no reform. Basically no reform kwenye hii nchi. Kwa hiyo lazima tutafute reforms. Lazima tutafute reforms. Na tunatafutaje reforms? Tunatafuta reforms kwa kuengage jamii, kuengage watu, kuengage wadau, kuengage. Sasa ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wanachama wa Chadema, mimi ni mbaya sana na natakiwa niondolewe kwenye chama. Sasa kiongozi wa dini mnayemuengage Chadema ni Mwamakula. Ana kanisa wapi? Nani anajua kanisa la Mwamakula ni lipi? Kiongozi wa dini mnayemuengage Chadema ni Mwana Mapinduzi. Seriously. Mwana Mapinduzi ambaye ni msaidizi wa Gwajima mbunge wa Kwawa. Ndio kiongozi wa dini mnayemuengage, mnasema no reform no election. Seriously. Yaani kwamba huo ndio serious tulionao, tunasema no reform no election. Alafu kiongozi wa dini tunayemuengage Mwana Mapinduzi. Sisi tumekaa mahali fulani, baadhi ya watu wakamuuliza mwenyekiti wa chama, hivi mwenyekiti, tunaongozana na Mwamakula, ana bloku gani anayeweza kushawishi? Kama kweli unazungumza no reform, Wakatoliki wanasemaje? Wakatoliki wameandika waraka wa Kwaresima, wanawaambia waumini wao, nendeni mkajiandikisha kupiga kura. Waraka wa Kwaresima unawataka Wakatoliki wakapige kura. Umemwingeji nani? CCT wanasemaje? BAKWATA wanasemaje? Shura ya maimamu wanasemaje? Hawa ndio viongozi wa dini unaozungumza. Mwamakula, Mwana Mapinduzi. Come on guys, get yourselves be serious about that. Kwa hiyo sisi tunasema hakuna mtu anayekataa no reform. Kampeni ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima aifikirie kuifanya na kuisukuma ikamilike. Lakini unapokuja kusema no election, what do you mean? Unless kama no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi. Ukisema no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi, then we can talk about that. Lakini ukisema no reform no election, kwamba hakutakuwa na uchaguzi nchi, are you guys serious about this? Okay, swali namba 2 linakuja tunalouliza ambao tunataka majibu tu. Sisi kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay. Unaposema no reform no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025 na wakaendelea CCM na serikali yake, fate ya Chadema ni nini? Fate ya Chadema ni nini miaka 5 ijayo?
Chadema itakuwa wapi miaka mitano ijayo? Mimi kwenye hili niseme hivi. Tumemaliza uchaguzi 2020. Yakatokea yaliyotokea. Chadema tukakaa kwenye kamati kuu. Tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum, tukakataa madiwani wa viti maalum, tukakataa ruzuku. Bro, uliza hicho chama kilikuwa wapi kati ya 2020 mpaka 2023? Uliza hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza tukasurvive tu, hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi 2020 wakakimbia mzee. Na nyinyi mnajua walikimbia wakatuacha hapa Tanzania, sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa. Hao watu ambao wanasema sisi leo ni wasaliti kwa sababu tumesema hiki mnachokisema doesn't make sense. Unaposema no election maana yake unataka kuzuia uchaguzi. Ukishindwa kuzuia uchaguzi maana yake huingii kwenye uchaguzi. Kama huingii kwenye uchaguzi hutapata wabunge, hutapata madiwani, hutapata ruzuku. Leo sasa hivi wanaendelea na kikao kinaitwa kikao cha watiania ambacho mimi nilitakiwa niwe mjumbe pale. Kwenye jengo la kisasa. Hilo jengo halijanunuliwa kwa hela ya mtu yeyote. Hilo jengo limenunuliwa baada ya Chadema kuwa imezira ruzuku, baada ya mazungumzo ya maridhiano tukakubaliana kwamba sasa tuchukue ruzuku. Tulipochukua ruzuku ya 2.8 billion, tukachukua 1.6 billion tukanunua jengo la makao makuu ya sasa. Lile jengo ni mazao ya uchaguzi wa mwaka 2020. Unapokataa uchaguzi tuambie the alternative ya mapato ya chama. Wewe unakuja na matangazo ya harusi unasema tone. Wanataka watu wetu waende kwenye matangazo ya harusi yale wachangie tone. Mzee. Alafu unapataje hela ya kuendesha unataka kuendesha chama kwa kutone? Ulipe mishahara, ulipe mapango ya nyumba, ulipe sijui ununue bendera, uweke mafuta kwenye magari, ununue magari kwa tone. Haiwezekani. Na ndio maana miaka yote na tumekaa kwenye vikao tunauliza tupeni mfano wa nchi yoyote duniani ambao chama kiliwahi kuzuia uchaguzi. Nchi moja tu duniani kwamba chama kilikataa hakuna reforms kwenye nchi tuzuie uchaguzi. Naenda Kenya hawakuwahi kuzuia uchaguzi, Zambia hawajawahi kuzuia uchaguzi, Ghana hawajawahi kuzuia uchaguzi, South Africa hawajawahi kuzuia uchaguzi. Hakuna nchi ambayo chama kimoja cha siasa kiliwahi kuzuia uchaguzi. Ila watu wanaenda kwenye uchaguzi, wanapambana kwenye uchaguzi, wanadili na wanaohusika na uchaguzi, wanaotangazwa wanatangazwa, wasiotangazwa watangazwa. Kama ni machafuko yatatokea kwenye uchaguzi, sio kukimbia uchaguzi. Okay, tunauliza swali, fate yetu ya kwa Chadema nini? Katiba ya Chadema. Wanasema sisi tunavunja katiba. Lakini mimi wacha niulize wa Tanzania na wanachama wa Chadema. Katiba ya Chadema ibara ya 4. Madhumuni ya chama. Madhumuni ya chama ni madhumuni ya kisiasa 4.1. 4.1 inasomeka hivi: kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda uchaguzi wa kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Nimejaribu kuisoma hii katiba leo usiku mzima wakati najiandaa kuja kwenye hii press. Natafuta wapi ambapo kuna sehemu ambayo inasema Chadema itazuia uchaguzi kwenye hii katiba. Ili mimi nijue nimevunja katiba gani kwa kusema kwamba no reform okay, no election hapana. Sijaiona kwenye katiba hii ya Chadema. Nimesoma yote leo. Natafuta wapi ambapo kusema no reform okay, no election hapana ni kuvunja katiba. Nimetafuta, nimesoma kote, sijaona. Lakini mimi naona kwamba ni muhimu twende kwenye uchaguzi, tushinde uchaguzi. Mwaka iko hivi, waheshimiwa wa Tanzania, wananchi na wapenzi wa Chadema. Mwaka 2010 Chadema ilishinda majimbo 24. Majimbo 24. Ikapata wabunge wa viti maalumu 25. Ikapata halmashauri 6. Chadema ilikuwa na madiwani 572 mwaka 2010. Way back mwaka 2010, miaka 15 iliyopita. Kulikuwa na tume gani huru? Ipi iliyokuwepo huru?
tulishiriki uchaguzi uliibiwa, kura ziliibiwa, bado tulishinda. Msoma mjini tulishinda Ukerewe, tulishinda Nyamagana, tulishinda Ilemela, tulishinda Arusha mjini, tulishinda maeneo mengi, tulishinda uchaguzi. Sasa unapozungumza kama unataka kuzuia uchaguzi, lazima useme unazuiaje uchaguzi. Kama huwezi kuzuia uchaguzi, ni bora energy ya kuzuia uchaguzi uielekeze kwenye kushinda uchaguzi. Makamu wetu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche akushinda kwa sababu kulikuwa na tume huru mwaka 2015. Amekuwa akieleza alivyoshinda uchaguzi mpaka anatangazwa. Mheshimiwa John Heche alipata hati 2 za ubunge. It is a unrecorded phenomenon kwamba mtu anapewa hati 2 za ubunge. Lakini kwa nini alipewa hati 2 za ubunge? Alishinikiza kutangazwa kushinda kabla kata 2 za jimbo lake hazijajumlisha matokeo. Baadaye walipokuja kumaliza kujumlisha matokeo wakakuta bado ameshinda, wakamtangaza kuwa mshindi. Sasa ndugu zangu, unaposema kwamba una energy ya kuzuia uchaguzi, lakini hiyo energy bado huwezi kuifanya ikawa vivid. Lazima tuzungumze haya mambo, tuyaweke sawa. Sasa inakuja hoja, kina Mwita na wenzao wamefanya uhalifu mkubwa sana, wamekisaliti chama. Kina Mwita wamepinga maamuzi ya chama. Kina Mwita, unajiuliza swali, Chadema kwa mujibu wa hii katiba, ukisoma hii katiba ibara ya 5 kama sikosei, ibara ya 6 actually, ibara ya 6 actually inasema habari ya Chadema Digital, vikao vya kimtandao na kufanya mambo kidigitali. Ni katiba ya Chadema. Sasa sisi tukaamua tuseme sisi ambao tuna fikira ya aina moja, tunaofikiri kwamba no reform ni sahihi, tutafute reforms kwa njia mbalimbali, tuengage makundi mbalimbali kwenye jamii, tusukume, tushinikize kuwepo kwa reforms. Hiyo ni sawa. Ila hii no election haijakaa sawa sawa. Hebu tuzungumze, kwa sababu kuna kikao tarehe 3, tunakwenda kwenye kikao, ndani ya hicho kikao tukahoji haya mambo, tujibiwe na uongozi wetu, ili na sisi tuambie fikra zetu kwamba tunafikiri kwamba no election haiwezekani. Kwa sababu hata nyinyi viongozi unaona mmezungumza hapa, hakuna no election, haiwezekani. Tukazungumza kwenye kundi la WhatsApp. Mtu mmoja ambaye anataka kuonekana mwema screenshot zile screenshot akapeleka kwa viongozi. Sisi ndio tumepinga msimamo wa chama hadharani. Hiyo ndio kupinga msimamo wa chama hadharani. Maana wanasema sisi tumefanya usaliti. Kwamba tukikaa kujiandaa kwenda kwenye kikao, tunaandaa hoja zetu vizuri, kwenda kwenye kikao ni kupanga kuhujumu chama. Maana jana kuna mtu ametweet anasema kosa la usaliti liko wazi. Hivi hii katiba watu bahati nzuri mimi nimeshiriki kuandika hii katiba tangu mwaka 2014. Kwa hiyo tunaichezea sana hii katiba kwa maana ya kuiandika, sio kuichezea kuiharibu, kuiandika. Kwenye kanuni za maadili, usaliti katika chama litakuwa ndio kosa la makosa yafuatayo ni usaliti: kupanga njama za kuhujumu chama. Hivi tukikaa sisi tukasema kuna kikao kesho kutwa, tunakwenda kukutana na uongozi wa chama, tuandae hoja zetu, haya mambo yanayoendelea sisi hatukubaliani nayo, hoja zetu ni hizi, na tuziandike vizuri. Tukikosa fursa ya kuchangia ndani ya kikao, tutakabidhi waraka wetu huu na majina yetu sisi tuliojisajili hapa. Hiyo ni kupanga kuhujumu chama. Hiyo ni kupanga kuhujumu chama. Na watu wamekaa wanasema hawa watu wafukuzwe kwa usaliti. Okay, wanasema kutoa siri za chama kwa washindani wetu wa kisasa. Hivi sisi ndio tulitoa au wale walio screenshot ndio walitoa? Yaani nani aliyetoa siri? 3, kupinga misimamo ya chama hadharani na nje ya vikao. Hivi sisi mimi ndio kwa mara ya kwanza nazungumza ni baada ya kwamba sasa sina nafasi tena kwenye kikao. Si nimefukuzwa? Mimi nimefukuzwa, kwa hiyo sina nafasi kwenye kikao, na kwamba siwezi tena kutoa maoni yangu kwenye kikao. Lazima niseme, na sisemi kwamba napinga. Mimi naunga mkono no reforms, siungi mkono no election, kwa sababu haitekelezeki. Hawajatuambia inatekelezekaje. Tumeandika petition yetu yenye kurasa 5 na tumemwasilishia katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika kwamba bana mawazo yetu sisi watu 55 wa majimbo tofauti tofauti, mawazo yetu ni haya. Kama hatutapata fursa ya kuzungumza kwenye kikao, tunaomba haya mawazo
yawekwe sawa. Mtujibu mahoja zetu hizi. Kwenye petition ile ukisoma kuna mambo zaidi ya 6 tumeomba tupate ufafanuzi kwamba tunakwendaje mbele kama chama cha siasa ambacho kinakengeuka chenyewe. Kuna hoja inasemwa vikao vilipitisha. Niwakumbushe tu wale ambao wanasahau, kwa sababu bahati mbaya ni kwamba watu wengi wanasahau. Wamekuwa wakisema Mbowe ndiye aliongoza kikao. Sasa Mbowe aliongoza kikao ambacho makamu mwenyekiti alikuwa na wajumbe wa kamati kuu walikuwa kina nani? Na maamuzi yanakuwa ya Mbowe au maamuzi yanakuwa ya kikao? Hilo la kwanza. Lakini la pili, unapokuwa una vikao na kwenye vikao kuna kusigana, ila kwa numbers tu mkapishana tu, watu 20 wakasema ndio, 18 wakasema hapana, wale 18 watabaki na dissenting opinion. Na hizo dissenting opinion huwa zinakuwepo tu, na tunawapa mifano ya viongozi wetu wenyewe wamekuwa na dissenting opinion against maamuzi ya chama. Tulikaa kwenye kikao cha kamati kuu mwaka 2022, tukapokea taarifa ya mwenyekiti wa chama wakati ule kuhusu mazungumzo yake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kamati kuu ikapokea, tukapeleka mapendekezo kwenye baraza kuu lililokaa tarehe 11 Mei 2022. Baraza kuu likaazimia kwamba chama kiingie kwenye mazungumzo ya maridhiano kati ya Chadema, CCM na serikali. Lilikuwa azimio la baraza kuu. Lakini hili azimio la baraza kuu baada ya mwaka mmoja lilianza kupingwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama ambaye ni mwenyekiti wa chama sasa hivi. Hakuna mwanachama mmoja aliyesema makamu mwenyekiti wa chama anakosea kupinga maazimio ya kikao. Hakuna mtu hata mmoja aliyesema makamu mwenyekiti unapinga maazimio ya kikao. Na alipinga hadharani. Alipinga sio mara moja, alipinga mara nyingi sana. Okay? Achana na hilo. Tumekuja kwenye kikao cha kamati kuu, tunajiandaa na uchaguzi wa ndani ya chama. Secretariat imeleta bajeti ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama kwenye kamati kuu. Kamati kuu ndio mwenye chama na ndio mwenye shughuli yote. Kamati kuu anaambiwa bajeti ya kuandaa mkutano mkuu wa chama hii hapa. Na inaonyeshwa kwamba hiki ni hiki, nauli za wajumbe ni hizi, mavazi ni haya, tuna shilingi hizi hapa, tuna deficit hii hapa, tunapataje hii? Na siku hiyo mwenyekiti wa kikao, siku tunafanya azimio hili nalo lisema hapa, alikuwa makamu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Akaongoza kikao kupitisha hoja kila mjumbe wa kamati kuu achangie, na viongozi wakuu wa chama wakapewa specific figures. Mwenyekiti wa chama taifa wakati ule Freeman Mbowe akaambiwa atoe milioni 50. Makamu mwenyekiti bara Tundu Lissu akaambiwa atoe milioni 30. Makamu mwenyekiti Zanzibar milioni 30. Katibu mkuu milioni 15. Manaibu katibu mkuu wakaambiwa milioni 5. Wajumbe wote wa kamati kuu milioni 3. Wajumbe wa secretariat milioni 2.5. Ikapitishwa, ni azimio la kamati kuu. Kila kanda ikaambiwa katafuteni milioni 10. Kila kanda katafuta milioni 10 ili kuwezesha mkutano mkuu, kwa sababu chama hakina fedha. Nyinyi wote mnakumbuka. Siku makamu mwenyekiti anatoka Ubelgiji akaja akasema hakuna kanuni inayonitaka mimi kuchangia mkutano mkuu. Hiyo ilikuwa sio kupinga azimio la kikao? Hiyo sio kupinga msimamo wa chama hadharani? Tena kwa mbele ya vyombo vya habari. Akasema hakuna kanuni inayonitaka mimi kuchangia milioni 30. Kwa hiyo hata nisipochangia sio vibaya. Na hakuchanga. Alipinga, hakutekeleza. Lakini okay, achana na hiyo. Sikiliza bwana. Hii kanuni, hii katiba ya chama. Ngoja niwasomee kitu kimoja hapa cha muhimu sana. Alafu mtaniambia kwamba anayepinga ni nani na asiyepinga ni nani. Ukisoma kwenye muongozo, kuna miongozo ndani ya hii katiba. Kuna kitu kinachoitwa muongozo wa kusimamia shughuli na mienendo na maadili ya wabunge wa Chadema. Wabunge wa Chadema. Kwa ukija sehemu ya 7 ya huu muongozo inasema michango ya wabunge kwa chama. Michango ya wabunge kwa chama. Wabunge wa majimbo
mbunge wa jimbo ana majukumu matatu kisiasa: moja, kuwatumikia wapiga kura wake; mbili, kuimarisha mtandao wa chama; tatu, kusaidia chama kukua na kuimarika; nne, kwa sababu ya majukumu hayo, mbunge wa jimbo atachangia chama kila mwezi 10% ya posho za kibunge. Sasa kamuulizeni mwenyekiti wa chama sasa hivi kama aliwahi kutoa hata angalau ya mwezi mmoja. Mimi sinapinga maazimio ya kikao, yeye alipinga katiba. Muulizeni makamu mwenyekiti wa chama sasa hivi alitoa kiasi gani wakati akiwa mbunge kwa mujibu wa kifungu hiki cha katiba kinachoongoza shughuli za wabunge wa Chadema. Kamuulizeni. Kwa unapokuja kuzungumzia kwamba eti watu wanapinga, kuna wengine labda huwa tunawanyamazia, alafu wengine kwa sababu wanachukiwa, ndio narudi sasa nataka niwaambie, kwa sababu wengine wanachukiwa, wanatakiwa kulipiwa visasi, kuna vinyongo na uchungu na hasira dhidi yao, lazima washughulikiwe, watengenezewe majina mabaya ili wafukuzwe kwenye chama. Hivi ukivunja katiba ukaacha kuchangia mchango wa kikatiba wa chama, hiyo sio kosa la kufukuzwa wanachama? Katika kipindi ambacho tulikuwa tunahitaji fedha kweli kweli, lakini hawa jamaa hawakuchangia na hakuna mtu aliyefukuzwa. Kwa hiyo ukisema kwamba tumepinga msimamo wa chama, sio sahihi. Nimalizia hivi. Katiba ya Chadema ibara ya 3.2.6, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Chadema tunaamini kwenye uhuru wa kuwa na maoni. Sasa kwa mfano, si bunge limepitisha sheria ya uchaguzi, bunge limepitisha sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya taifa ya uchaguzi, hapo sisi tunaipinga kwamba sio huru, ni jina limebadilika tu. Mbona sisi chama chetu kinasema no reform no election? Kwa hiyo wanasaliti nchi. Kwa hiyo Chadema wanasaliti nchi kwa sababu wanafanya no reform no election. Wanapita kwenye mikutano ya hadhara kule, tunasema no reform no election, tunasema haya yaliyofanyika sio sahihi, tunapinga, na yamepitishwa na bunge. Ni kwa sababu kuna uhuru. Nchi ina uhuru, na sisi Chadema tunahubiri kuhusu uhuru. Kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, fimu ya uchaguzi ilikuwa nini? Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uhuru. Sasa leo tumekuwa na chama ambacho ukiwa na mawazo tofauti unaonekana msaliti. Huu uhuru tunaohubiri ni upi? Kwamba sisi hatuna uhuru wa kuwa na maoni, ila tuna uhuru kwamba akisema fulani tunafuata, akisema mwingine tofauti. Okay, kwa mfano akiwa Arusha mjini, mjumbe wa kamati kuu akasema hivi: wanaotaka ubunge na udiwani bila reforms waondoke kwenye chama. Hivi Lema ni msemaji wa chama? Lema ndiye anaweza akaamua chama kinakuaje? Okay, tuachane na hiyo. Kuna mtu anaitwa Maria Sarungi. Kikao kimeitishwa na katibu mkuu wa chama. Mimi sijui kama Maria Sarungi ni mwanachama wa Chadema. Mimi ni mwanachama wa Chadema na kadi yangu ni CDME 0200. Sasa kama ni Maria Sarungi atuambie kadi yake ni namba ngapi? Maria Sarungi anaposti kwenye Twitter yake anasema, hiki kikao kimeitishwa na nani? Kwa sababu viongozi wote wako field. Seriously? Kwa hiyo Maria Sarungi leo anahoji maamuzi ya vikao vya chama. Anasema tuwajue hao watu wanaotaka ubunge ndani ya Chadema, tuleteni majina. Who is she? Anataka majina ya wagombea wanawatiania wa ubunge wa Chadema. At this moment yeye ni nani? After all, katibu mkuu wa chama mwaka 2023 tukiwa Mwanza tarehe 21 Januari alitangaza watu watiania. Kutiania imekuwa ni issue kwenye hiki chama, kwamba sasa kuna mtu anaishi Nairobi, anaogopa kuja hata kumzika baba yake, anasema anataka majina ya watiania wa Chadema. Ayapeleke wapi? Afanyie nini? Anakuwa kama vile yeye ndio mwenye chama. Sasa kuna watu wamesema, Mwita anasema huyo bosi wao ni Maria Sarungi. Sio, ndio bosi wao. Maana ndiye ana remote ya chama. Haya mambo yasiposemwa watu hawatayajua. Kama mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema anaweza kudemand issue ya vikao vya chama, akademand majina ya wanachama wa Chadema apelekewe yeye. Who is she?
atoke leo atuambie kadi yake ya wanachama ni namba ngapi. Mimi ya kwangu ni CDME 0200. Yeye na ni platinum, kadi ya platinum ambayo tunalipia shilingi 100,000 ndani ya chama. Aniambie yeye ni kadi namba ngapi? Maana yeye anataka orodha ya wagombea wa Chadema. Sasa mimi ni mgombea, niligombea 2020, nimetia nia ya kugombea 2025. Yeye atuambie ni kadi namba ngapi? Sasa haya mambo yote haya nikiwaambia, ndio maana narudi nawaambia, okay, haya mambo ndugu zangu ni chuki, ni uhasama, ni vinyongo, ni hasira, ni visasi ambavyo vipo havijawahi kuisha, kwa sababu kuna watu ambao hawapendi kupingwa. In short, kuna watu ambao ni madikteta, lakini kwa sababu wako ndani ya chama kinaitwa cha demokrasia, wanajificha kwenye kitu kinachoitwa demokrasia. Habari ya asubuhi. Sawa. Maliza. Mimi nimemaliza. Sawa. Sasa nafikiri ni maswali. Sasa